Tanzania yakosolewa vikali kwa kupiga marufuku harakati za Chadema kwa siku 14. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Serikali ya Tanzania imejikuta katika hali ya sintofahamu na ukosoaji mkali kutoka kwa viongozi wa bara la Afrika na mashirika ya kimataifa kufuatia uamuzi wa Mahakama Kuu ya Dar es Salaam kuzuia shughuli za kisiasa za chama kikuu cha upinzani Chadema kwa kipindi cha siku 14. Uamuzi huu ulitolewa tarehe 10 Juni mwaka huu na umekuwa ni chanzo cha taharuki ya kisiasa ndani na nje ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Kupitia mtandao wa viongozi wa Afrika unaojulikana kama Pan-African Progressive Leaders Solidarity Network, viongozi kadhaa kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika walitoa tamko kali mnamo Juni tarehe 13 wakilitaka taifa la Tanzania kuondoa mara moja marufuku hiyo na kuachilia huru wafungwa wote wa kisiasa akiwemo kiongozi wa Chadema Tundu Lissu. Kundi hilo limetaja hatua hiyo kuwa ni hujuma ya wazi kwa misingi ya demokrasia na haki za binadamu. Kwa mujibu wa viongozi hao, marufuku hiyo ni dalili ya wazi ya kuzorota kwa utawala wa kidemokrasia, na wameonya kuwa ikiwa kutoka kwa mataifa ama ukimya kutoka mataifa ya Afrika unaweza kuchochea hali zaidi ya ukandamizaji wa kisiasa barani humo. Wamehimiza viongozi wa Afrika kuchukua msimamo thabiti na kulishinikiza taifa la Tanzania kurejea katika misingi ya haki, uhuru wa kisiasa na utawala bora. Mbali na kutoa wito kwa viongozi wa Afrika, kundi hilo limeitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti ikiwemo vikwazo mahususi kwa watu binafsi na taasisi zinazokiuka haki za binadamu nchini Tanzania. Mashirika ya kiraia pia yametakiwa kuendelea kusimama kidete kulinda uhuru wa kujieleza na kushiriki siasa, huku viongozi wa Pan-African wakiahidi kutoa msaada wa juhudi zote zinazolenga kurejesha demokrasia nchini humo. Viongozi hao pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu athari pana za hatua ya Tanzania, wakibainisha kuwa kuendelea kwa mwenendo wa kiimla unaweza kuhatarisha utulivu na mshikamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ama ukipenda EAC. Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi kubwa na zenye ushawishi mkubwa katika ukanda huo, ina wajibu wa kulinda na kuheshimu maadili ya kidemokrasia yaliyo kwenye msingi wa kuanzishwa kwa EAC. Katika taarifa yao, viongozi wa Pan-African wametoa uungwaji mkono kamili kwa Chadema, Tundu Lissu na wananchi wote wa Tanzania wanaopigania haki ya kushiriki kisiasa kwa uhuru. Wamesisitiza kuwa wataendelea kufuatilia kwa karibu hali ya kisiasa nchini humo na kusukuma mbele ajenda ya uchaguzi huru, haki na uwazi kama sehemu ya kujenga Afrika yenye msingi thabiti ya demokrasia. Hali inayoendelea Tanzania kwa sasa inazidi kuzua mjadala kuhusu hatima ya uhuru wa kisiasa katika mataifa ya Afrika, huku jicho la kimataifa likielekezwa kwa Dar es Salaam kwa hatua zinazofuata.